Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. May you minister to every heart this hour. Ondoa kila uzito katika mioyo zetu Bwana. Ondoa kila uzito ndani ya mawazo yetu. Ondoa kila masumbuko katika mioyo zetu. Yesu, fungua mioyo zetu asubuhi mchana huu leo. Neno lako linapokuja likapate nafasi katika maisha yetu kwa ajili ya utukufu kwa jina lako. Baba, tunakupenda na tunakuheshimu. Tunakushukuru kwa neno lako. Tunapokea neno lako kwa shukrani mchana wa leo. Tunapokea mtumishi wako Reverend Hosea Bandi kwa shukrani mchana wa leo. Tunakushukuru Bwana. Tuhudumie kupitia kwa neno lako. Tunanyenyekea na kushuka sana ili wewe Yesu uinuliwe, ili wewe peke yako ukatukuke, ili wewe peke yako ukainuliwe, ili wewe peke yako ukashukuriwe. Chukua ushukani Baba, tawala na kutamalaki, maana wewe ni Mungu na hakuna kama wewe. Asante Yesu, maana unastahili. Amen. Haleluya. Bwana akubariki sana mtumishi wa Mungu. Just turn to your neighbor, geukia jirani yako msalimie, mwambie karibu kwa ibada siku ya leo. Mwambie wewe ni mtu wa maana sana. Mwongeleshe, mwambie wewe ni mtu wa maana sana. Mungu anakupenda na anakujali. Amen. Nashukuru sana kwa nafasi hii hapa siku ya leo. Asante mtumishi wa Mungu kwa fursa hii hapa siku ya leo. Amen. Asubuhi ya leo nataka kufundisha kanisa umuhimu wa kulinda kanisa. Umuhimu wa kulinda kanisa lako, ama kuwa ngao kwa kanisa lako. Bwana asifiwe sana. Nataka Mungu anisaidie kufundisha, kwa sababu nyakati ambazo tumefika ni lazima kanisa lidhibitishwe kwa mambo fulani fulani. Bwana asifiwe sana. Na hiyo itatusaidia hayo maneno yote ama baraka zote ambazo Mungu amezitangaza tutaweza kuzipokea. Amen. Kuna mambo fulani ambayo hayawezi tendeka mpaka kanisa lijue jinsi ya kuenenda katika mambo fulani. Wiki hii ambayo imepita nimekuwa katika mji unaitwa Sori. Sori ni kule South Nyanza. Unapita Homa Bay, on your border to karibu Migingo. Na tumekuwa huko na mkutano wa maombi, prayer summit. Kuna mambo ambayo nimeyashuhudia kule ambayo nataka tushiriki pamoja. Bwana asifiwe sana. Maana nishangaza sana, nikaanza kufikiria kanisa, tutafundisha kanisa namna gani watu kuweza kuprotect their church. Amen. Kwa sababu mishale mingi inayopiga kanisa haitokangi nje. Anasema Bungoma, mishale mingi ambayo inapiga kanisa haitoki nje. Mishale mingi inatoka kanisani. Na kanisa lisipofundishwa jinsi ya kulinda kanisa lao, mambo mengi yatatendeka na tutakosa baraka. Amen. Wacha tuangalie katika kitabu cha Romans chapter 4 au Philippians chapter 4. Wacha tuanze na Philippians chapter 4 verse 3. How to be a shield to your church. Because lazima tulinde kanisa. Bwana asifiwe sana. Ephesians chapter 4 verse 3. Ephesians 4 verse 3. Inasema hivi kwa Amplified Version. Inasema, Amplified Version nasema, be eager and strive earnestly to guard and keep the harmony of oneness of and produced by the Spirit
in the binding power of peace. Be eager and strive earnestly to God and to keep the harmony and oneness of and produced by the Spirit in the binding power of peace. Kwa Kiswahili nasema namna gani? Kwa Kiswahili nasemaje? Mstari wa 3. Na kujitahidi, inasema kwa namna gani? Kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Bwana asifiwe sana. Hapa nataka kuzungumzia kuhusu neno kujitahidi. Kujitahidi inamaanisha sio rahisi. Sio rahisi kuwa na amani. Sio rahisi kukaa pamoja. Maana kuna mambo kadhaa wa kadhaa ambayo husababisha kanisa likakosa kuwa na amani. Bwana asifiwe sana. Ndio maana Biblia inasema mjitahidi, yani tukaze mwendo. Maana kanisa tuko na changamoto nyingi. Amen. Wacha niwaambie wapendwa, kanisa sio misisimuko peke yake. Tuko pamoja. Kanisa sio anointing peke yake. Kanisa sio baraka peke yake. Kanisa is a unit of people. Ndio maana ninasema mjitahidi kuhifadhi umoja. Kitu ambacho nimeshuhudia wakati nimekuwa kule katika mji wa Sori. Bwana asifiwe sana. Watu wa ulimwengu wana umoja kuliko kanisa. Watu wanaoshiriki kwenye madhabahu ambayo sio ya Mungu wako na umoja kuliko kanisa. Kwa ule mmoja nilikuwa kule wapendwa, nilipewa changamoto. Kuna kanisa moja la msali, kuna msali kule. Watu wanaenda kanisani saa 12 asubuhi. Ibada imeanza tena imejaa. And when you meet them, everybody is talking about their church. He's talking about how well the church is. He's talking about how blessed is their pastor. Ili nipea changamoto. Nikasema sisi Western huku, ni lini tumenena mazuri kuhusu kanisa letu? Tuko pamoja wapendwa. Tujitahidi kuweka umoja. Bwana asifiwe sana. Hebu kiwekea mwenzako mwambie lazima nijikaze kukaa na wewe kanisani hapa. Mwambie najua una kasoro nyingi, uko na makosa mingi, lakini ninajikaza kukaa na wewe kanisani. Mwambie ninajitahidi. Mwambie ukiona mwaka huu tuko na wewe hapa kanisani, nimejitahidi. Si ni kweli? Maana vile vitu vinavyotukosanisha ni vitu vidogo vidogo. Pengine hapa hakuna. Yale mambo yanayotukosanisha ni mambo madogo madogo. Lakini kwa sababu nataka kanisa liendelee, ninajitahidi kando ya makosa yako, kando ya udhaifu wako, ninajikaza kukaa na wewe. Ambia jirani, ninajikaza mwaka huu kukaa na wewe kanisani. Mwambie kuna uwezekano wewe kutoroka, lakini nataka kujikaza kukaa na wewe kanisani. Biblia inasema tujitahidi. Amen. Ni jukumu lako kulinda umoja wa kanisa. Ni jukumu lako na mimi. It is our responsibility to keep the unity of the church. Oh, hallelujah. For us to have expansion 2021, there must be unity of the body of Jesus Christ. A vision can never be accomplished without unity. Maono hayawezi timia bila umoja. Lazima nijikaze kukaa kwa umoja na wewe ili tutimize ndoto ya 2021.
Tuko pamoja? Sisi tulio katika ndoa tutakubaliana maneno haya. Sijawahi ona ndoa ambayo iko na biscuit, kwenja, sausage, mayai kuanzia Januari mpaka Disemba. Si ni kweli? Siko na visirani, siko na maneno, lakini tunajikaza kuishi na huyo Mungu. Hata ukiwa na opportunity ya kutoka, hauwezi toka. Unajikaza tu kulinda ndoa, unajikaza kuishi na mume, unajikaza kuishi na mke, unajikaza kuishi kwa hiyo boma. Hivyo hivyo kanisani, ingawaje tuna kasoro, ingawaje kuna udhaifu, lazima tujikaze kukaa pamoja kama kanisa moja la Yesu Kristo. Kujikaza kukaa na wewe kanisani. Tujitahidi. Amina. Tujitahidi kulinda umoja wa kanisa. Yesu aliwaombea wanafunzi wake katika Yohana 17 mstari wa 11. Hebu angalia hapa ndugu, inasemaje? John chapter 17 verse 11. Basi ukiangalia Yesu na wanafunzi wake, inasema, and now I am no more in the world, but these are still in the world, and I am coming to you. Holy Father, keep in your name, in the knowledge of yourself, those whom you have given me. Bwana stressa. Yuko tena unatoa namna gani? Those that they may be one as we are one. That was the prayer of Jesus. Ya kwamba hawa wanafunzi umenipatia, ingawaje wana kasoro. Tuko pamoja? Wanafunzi wa Yesu walikuwaje? Mwingine ako na madharau yake. Si mnajua ndugu Nathaniel? Wanamwambia tumempata Masihi, anasema namna gani? Kuna kitu kizuri kinaweza toka Nazareti. Yaani kuna watu wa madharau. Hebu kiongea kwa jirani muulize, sijui kama uko na madharau kidogo ndani mwako. Maana kuna wapendwa kanisani wako tu na madharau. Hawako huko wako Bukembe. Wako tu Bukembe kule kanisani wako tu na madharau. Lakini licha ya madharau yao tunajikaza kukaa na wao kanisani. Alikuwa mzuri jamani. Judas alikuwa mzuri. Alimsulubisha Yesu. Unaweza kuwa na mtu kama huyo kama rafiki? Biblia inasema alikuwa anaiba sadaka. Huyu anaweza kuwa treasure. Niko nakuuliza. Biblia inasema Judas alikuwa anaiba sadaka. Huyu anaweza kuwa treasure. Lakini yeye ndiye alikuwa treasurer wa timu ya Yesu. Yesu alijua yeye ni mwizi, lakini akamweka kuwa treasurer. Kwa sababu gani? Yesu alitaka ahifadhi umoja wa hicho kikundi, watimize malengo yake aliyokuja kuyafanya. Kiokati mwambie kuna udhaifu najua kwako, lakini nataka kulinda umoja wa kanisa. Mwambie. Kuna yale najua kwako mengi sana, lakini kwa sababu ya kulinda kanisa nataka kukaa na wewe. We together say it. Because kanisa liko katika vipande. Ndio maana tuone revival, hatuone blessings, kwa sababu kanisa liko katika vipande. Bwana stressa. Je, tutalindaje umoja? Hilo ni swali la muhimu sana. How will we keep the unity of the church? Number one, kile kitasaidia kulinda umoja wa kanisa, tuzingatie yale tulio nayo ya usawa, wala sio tofauti zetu. Tuzingatie yale tulio nayo ya usawa, wala sio tofauti zetu. Very important.
Kuna mambo ambayo tuko nayo ya usawa. Amen. Turudi tena pale kwa Ephesians chapter 4. Tusome verse 4 sasa. Let's concentrate on the things that we have in common, not our differences. Because upende usipende, kanisa litakuwa na differences. Uongozi utakuwa na differences. Madhabahu haya yatakuwa na differences. But let's concentrate on what we have in common. Let's read verse 4 of Ephesians chapter 4. The Bible says, there is one body, one spirit, one hope, one calling. Verse 5. One Lord, one faith, one baptism. Verse 6. One God and Father of us all, who is above all, sovereign all, pervading all, and living us all. Haleluya. Ya kwamba tuko na imani moja, tuko na Bwana mmoja, tuko na mwili mmoja, tuko na roho mmoja, tuko na tumaini moja, tuko na imani moja, tuko na ubatizo moja, tuko na upendo mmoja. Those are the things we have in common. Lakini hatuko na mavazi mamoja. Si ni kweli? Hatuna class moja. Geukia kumtaka mwambie najua uko na class, lakini tunataka umoja. Mwambie najua uko na class, lakini tunataka umoja. Mgeukie mwambie wengine waongee. Ambia jirani mpendwa, najua uko na class yako, lakini kuna mambo ambayo tuko nayo ya umoja. Tuko na Bwana mmoja, tuko na roho moja, tuko na Kristo mmoja, tuko na ubatizo mmoja, tuko na tumaini moja, tuko na upendo mmoja, tuko na mbingu moja. Hata kama umebarikiwa kuniliko, there is a place we are common. Amen. Anytime we put class in church, we break the unity. Narudia tena, wakati wote tukiweka class. Unajua class? Mnajua class? Yoga mwambie mwenzako class. Unajua class? Hawa ni wa huyu. Hiyo shida ilikuwa kwa wakati wa kanisa la kwanza, si ndio? Wengine wanasema sisi ni wa Petro, sisi ni wa Kristo, sisi ni wa Apolo, sisi sijui na nani. Paulo akasema sikia, sisi sio fulani, sisi ni wa Kristo Yesu. Hatuna migawanyiko kanisani. Leo hii tunabomoa roho ya kugawanya kanisa kwa misingi ya class kanisani. Tunabomoa maroho za kuleta disunity, tunabomoa maroho za kuleta utengano, tunabomoa maroho za kuleta viwango. Tunatangaza leo sisi ni kanisa moja, tuko na Bwana mmoja, tuna neno moja, tuna ubatizo moja, tuna mbingu moja, tuna Baba mmoja, tuna roho moja, na sisi wote tuko pamoja kwa jina la Yesu. Haleluya. Ukimwambia kumwambia wewe ni ndugu yangu, wewe ni dada yangu. Brother, you are my sister, you are my brother. It doesn't matter what you have, you are my brother. It doesn't matter whether you have a job or not, you are my sister. You may be beautiful, I am ugly, you are my sister. You may have money, I don't have money, you are my brother. We are in the same church and body of Jesus Christ.
hapa kwa hii kanisa hakuna ambaye ameokoka kuliko mwingine. Hakuna aliye na roho kuliko mwingine. Hakuna ambaye ana qualify mbinguni kuliko mwingine. Sisi wote tuna qualify kuitwa watoto wa Mungu. Haleluya. What you can do, I can also do. Where you go, I can also go. When you are lifted, I can also be lifted. If you are blessed, I can also be blessed. We are equal in the eyes of Jehovah. We are equal. We are equal. Mwambie niwe tunanishindia neema kidogo. Ni neema tu. Mwambie ni neema unanishindia. Mwambie ni neema. Ni neema tu ya kushikako tu pesa kuniliko. Ni neema tu ya kuvaa vizuri kuniliko. Ni neema tu ya kuishi kwa nyumba nzuri kuniliko. Lakini hata hivyo ninaishi kwa nyumba. Hata hivyo ninaenda mbinguni. Hata hivyo nimeokolewa. Nimeoshwa na damu ya Yesu. Roho wa Bwana ananitawala. Ninaenda mbinguni kwa imani. Sijaona cha kurudisha nyuma. Mimi na wewe ni wamoja katika nyumba ya Bwana. Haleluya. Ambia mwenzako acha kujifanya wewe ni mzuri kuliko mimi. Mwambie kama unasikia. Mwambie najua uko na madharau ndogo lakini amen. Mungu alitupa maumbile tofauti. Si ni kweli? Wengine wako size 8, wengine ni mti ya stima. Wengine ni wafupi nyanundo, wengine ni warefu. Wengine walipewa 4GB, wengine ni 1GB. Wengine walipewa meno ile ilipangana vizuri, wengine meno imetoka nje. Lakini sisi wote we have a common thing. We are the children of God. Haijalishi maumbile yako. Wengine ni weusi kama makaa. Wengine ni wako brown. Wacha nikwambie, sihitaji kujipaka ndio niwe mrembo. Ninahitaji kujua mimi ni ndani ndio niwe mrembo. I am not who you say I am. I am what I am saying I am. Mimi ni yule nasema nilivyo. Sio mimi leo nasema nilivyo. Tuko na maumbile tofauti, rangi tofauti, makabila tofauti, misingi tofauti, na wengine lazima tufurahie kuwa pamoja. Amen. Hebu ambie mwenzako mwaka huu nataka kujikaza kukaa na wewe. Mwambie nataka kujikaza kukaa na wewe mwaka huu. Sijui kama naongea na wapendwa. Because kuna kanisani, kuna wapendwa wakianza kuhara maneno. Huwezi tu kama huyo ndugu na huyo dada ameokoka. Wanahara maneno mpaka unashangaa huyu ameokoka kweli. Lakini lazima tutavumilia kukaa na wewe. Lakini sikia, usichukue uvumilivu wetu kutukwaza na maneno yako. Mgeukie mwambie, vile nimesema nitavumilia, na wewe usichukulie uvumilivu wangu kunikwaza. Mwambie, usichukulie uvumilivu wangu kunitafuta maneno. Amongeleshe, usichukue uvumilivu wangu kuniletea kiburi. Just because I am polite, I am humble, does not give you a guarantee to sit on my head. Jesus was very humble, but there is one day aliingia kwa kanisa na mcheledi. Aliingia na nini? Na mcheledi. Abeba zako huyo kanisa Yesu ameujiza, angeenda kwa kanisa na mcheledi. Let's keep the unity of the church. Bwana sifiwe sana. Ambia kwa mwenzako mpendwa, tujikaze kuweka umoja. Number 2, tunawekaje
Namba 2, chagua kutia moyo wala si kukosoa. Chagua kutia moyo wala sio kukosoa. Romans chapter 14 verse 13. Romans chapter 14 verse 13. Then let us no more criticize and blame and pass judgment on one another, but rather decide and endeavor never to put a stumbling block or an obstacle or a hindrance in the way of your brother. Hey, powerful words in the Amplified Version. Inasema, then let us no more criticize. Geuka mzao mwambie nimechoka na kukosoa kila kitu, kutoa makosa. Mwambie kutoa makosa, kila kitu kina makosa. Unajua wandugu walio dangerous kanisani na wadada ni wale wa kutafuta makosa. Umevaaje? Umekulaje? Ulitembeaje? Wiki umefanya nini? Umekaaje? Mbona umekasirika? Mbona umenona? Mbona umepungua? Lazima wawe perfect. Na wanaogonjwa ile inaitwa foot and mouth disease. Geuka mzako mwambie foot and mouth disease. Kuta makosa. Paulo anasema let us no more criticize and blame and pass judgment on one another. Sisi wote tumekaa hapa. Nani ana makosa? Kama una makosa hebu nione mkono. Kama wewe ni mtakatifu wa watakatifu hebu nione. Okay, wangapi wana makosa kama mimi? Tena mengi sana. Nani wanaongea juu yako? Ndio wewe uongee juu yako. There are people who like talking about other people, but nobody talks about them. Ndio maana mtu akasema ukinyosha kidole moja, vidole hivi vingine vinakuambia na wewe. Umeona? Hii moja inaangalia kule, hizi inaangalia wapi? Moja inasema wewe, na hizi tatu inasema na wewe. The reason why we don't have peace in church, the spirit of criticism, judgment, blame. Oh, hii haikufanyika kwa sababu ana la kuja. Hii haikufanyika kwa sababu na mimi alinikwasa. Yeye anafanya kama mimi siombi. Oh, hawako hapa. Nilikuwa natoa wapenda sisi toe kwa sababu ya mama Florida. Mama Nekesa alinikalia tu akanisema, there is somebody you are blaming. Let's keep the unity of the church. Tuko pamoja. Paulo anasema, let us no more criticize and blame and pass judgment on one another, but rather decide and endeavor never to put a stumbling block. Nakuomba mwaka utafadhali usinikwaze. Mwambie nakuomba kwa unyenyekevu tafadhali. Mwambie nakuomba kwa unyenyekevu. Wengine mwingine na wenzangu. Geukia yeye hata kama hatakusikia, hata kama amekuwekea sura mrefu, wewe geukia mwambie tafadhali, mwaka huu ninakuomba usiniwekee vikwazo. Wapendwa kukwaza na kukwazika. Kitu kidogo amekwazika. Kitu kingine amekwazwa. Mpaka anagomea Mungu. Ushawahi kuona wapendwa ambao wamegomea Mungu? Aliyekukwaza ni ndugu na anakataa kuja kanisani. Kanisa ni huyo ndugu ama ni ya Mungu?
Paulo anasema tuchague kutia moyo. Haleluya. Encourage me. Let me encourage you. Some of us hatukuwa perfect. Unakumbuka siku ile ulianza kuomba siku ya kwanza? Ulianza kuombaje? Unakumbuka siku ile uliimba mara ya kwanza, ulikuwa unaombaje? Unaimbaje? Nakumbuka nilifukuzwa kwa kwaya. Kwa school kwaya in primary 1982. Kwa sababu tuliambiwa tufanye interview ya kuimba kwa kwaya shule. And the interview was do re mi fa sol la ti do la so fa mi re do. So tulipoanza kuimba, unajua ukiwa katikati ya watu, huwa tunasema if you don't hit the note you have. Sasa ukifika pale tena mwalimu akasema kila mtu mmoja mmoja. Na kabla hajasema alikuwa amesema who is that frog in the choir? There is a frog in the choir. Who is that frog in the choir? Sasa waliposema mmoja mmoja, ikabidi mpaka chura ipatikane. Sasa watu wanaimba. Waliponifikia nikatengeneza tu kusema do re mi fa. Kabla sijamaliza waliniweka vidoko mbili na wakaniambia hiyo sauti si ya kuimba, hiyo ni sauti ya chura na nisikuwahi kuona tena kwa. And I was just away from the choir. Why? He never encouraged me to sing. But nikamwambia mwalimu, naweza kosa kuimba solfa notation, but one day I will be a singer. Yeye kama mwambie siku moja hiyo madharau yako ndogo itaisha. Mwambie siku moja hayo madharau yako ndogo yataisha. I started making my voice. Nikakutana na wapendwa walionitia moyo. Ninaimba vibaya, wananirekebisha. Baadaye nikawa mwimbaji. Nilipotoa CD hiyo ya kwanza, nikapelekea huyo mwalimu ambaye ameretire. Nikamwambia mwalimu, sikia kwa hiyo wimbo. Akasikia sema, this is good music. Good vocals. Who is the singer? Nikamwambia the frog was not able to sing the song. Akaniambia unamaanisha ni the frog? Nikamwambia unakumbuka siku ile ulinifukuza kwa kwaya kwa sababu singeweza kuimba. Ulinivunja moyo badala ya kunitia moyo. Today everybody listens to my music. Why? I met people to encourage me. This church will expand. This church will go forward when we develop a heart of encouragement. Encourage your brother to sing. Encourage them to pray. Encourage them to come to church. Don't criticize them. Kanisa limejaa wajuaji wengi. Uzuri wako kwa hii kanisa, wako kuanzia sekundu ukienda Bungoma, wamejaa wajuaji wengi. They want to break your heart. Choose to encourage my brother. Choose to encourage my sister. All of us, there's potential we have. Kuna kitu ndani mwako ambacho utakijua mpaka upitie moyo. Bwana asifiwe. Shida tunayo kanisani wapendwa, tumepoteza ushirika, tumepoteza wapendwa, tumepoteza kazi ya Mungu. Kwa sababu gani? Ya kutokuwa uangalifu na yale tunayoongea. Amen. Tuko pamoja wapendwa? Tusome Yakobo 4:11. James chapter 4 verse 11. We are about to finish. James chapter 4 verse 11 nasemaje? Verse 11.
James 4:11. Are you there? My brethren, do not speak evil about or accuse one another. He that maligns a brother or judges his brother is maligning and criticizing the law and judging the law. But if you have to judge the law, you are not a practicer of the law, but a censor and a judge. Bwana sifiwe sana. Yaani Paulo anasema tusio watu wa kuanza kuhukumu wengine kwa ile sheria ambayo sisi wenyewe hatufanyi. Tusiaccuse wengine kwa yale mambo ambayo sisi wenyewe hatuyafanyi. But let's be an encourager. Bwana sifiwe sana. Tutie wengine moyo. Tusiwahukumu. Tusiwatolee maneno. We need one another. Brethren, we need one another. Kama kuna watu nahitaji saa hizi ni wapendwa. Bwana sifiwe sana. Nakumbuka wakati nimepaswa wapendwa, niliona kitu ambacho wakati tulikuwa na ile prayer summit, God gave us grace in the land. Mpaka unajua waganga na wachawi wa huko si kama Western. Hao wachawi wa Western wanadanganyanga tu watu. Hao waganga Western ni wakora sana. Lakini kule wako na chairman, secretary, treasurer na committee members. Huko wachawi ni chama. Wanapofanya kitu wanafanya kwa umoja. I remember on Saturday tuliinua level ya maombi. I was dealing with the principalities and the powers that control the lake. Asira yao ikaamka. Mimi sijawahi ona hiyo, nilionea kule Sobe. Mganga wao ile chairman asubuhi mbele za Mungu alichukua nguruwe. Unaona nguruwe? Akakuja kwa mlango ya kanisa ile pasa alikuwa anahubiri. Akakata hiyo nguruwe kwa vipande viwili. Na akatoa mara akarusha kwa gate. Alikata nguruwe mzima vipande mbili katikati. Akatoa mara akarusha kwa gate. Akasema mmetutokesha. And they say we are united to make sure huyo mhubiri hataenda. But because of the unit of the prayer ambayo tulikuwa tumeraise, I am here in Kitale today. Amen. Though hiyo Tuesday nikisafiri, karibu tuingie kwa trailer. In fact, trailer ilikuja mpaka inafanyia kwa nikasema wewe weka tu lakini upite huko kando. Because mimi siwezi kufa kifo cha mapema. I still have an assignment. Tuko pamoja? Kama wanaweza sacrifice nguruwe mzima kwa sababu ya maombi, je, kanisa likiwa na umoja how far will it go? Instead, we are full of judging, full of criticizing, full of calling names. This one breaks the unity of the church. We need revival. We need the power. We need grace. But what will sustain this is the unity of the church. Amen. How do we protect the church? By refusing gossip. Kwa Kiswahili wanasema uchongezi. Kwa kukataa kusikiza uchongezi. Uchongezi ni nini? Hii ni tafsiri kwa Kiswahili kwa sababu nilikuwa nafundisha college. Uchongezi ni nini? Ama gossip. Gossip kwa Kiswahili ni uchongezi. Uchongezi ni nini?
Na uangalie jirani, tunaposoma maneno hayo uangalie. Umwambie uwezi kosekana kwa hiyo maneno anasema. Mwatarishe mwambie kabla hajasoma sioni ukikosa kwa hiyo sentence. Sioni ukikosa kwa hiyo sentence. Uchongezi ni kupeana ujumbe au habari wakati ambapo wewe si sehemu ya shida iliyopo au suluhisho linalotarajiwa. Narudia tena. Uchongezi ni kupeana ujumbe au habari wakati ambapo wewe si sehemu ya shida iliyopo au suluhisho litarajiwalo. Kikwetu tunawaita akamanya. Wewe haujui habari za kitu fulani, haujui shida iliyoko, hauna suluhisho, lakini wewe ndio wakubeba hiyo maneno. Mfano mzuri, mshawishi yako ripoti yote ya Abundant Grace Revival Ministries Kitale kwa makanisa mengine. Mshawaisikia ujumbe wa kanisa hili kwa makanisa mengine? Wakiongea kile kinatendeka hapo. Walijuaje? Wale watu wa Full Gospel, wale watu wa Miracle, wale watu wa Redeem, walijuaje kile kinatendeka hapa? Na wana information yote. Kile kinatendeka kwa praise and worship wanajua. Vile tunagongana kanisani wanajua. Walijuaje? Lazima kuna panya imechimba kwa ukuta ya hii kanisa. Sijui kama nakusaidia leo. Lazima kuna nini? Kuna panya imechimba kwa ukuta, inasikizanga maneno. Inaenda kuzunguza maneno ya kanisa kule nje. Wanaenda kufunua uchi. Mchongezi ni kupeana ujumbe ama habari wakati ambapo hiyo shida sio sehemu yako. Ushaona kwa watu ambao wanapenda kuongea mambo ya watu. Ushawaona? Si hawako kwa hii kanisa. Si kanisa hawako kabisa. Wako piki maneno wakiongea hawako. Yani mpaka unashangaa. Na akipeana report unafikiria yeye anajua. Akishakalishwa chini kuulizwa kama mimi sikuongea. Sikuwa. Nani aliona? Na ulikuwa unaongea nini? Kupeana ujumbe. Wanaenda ushirika kwa nyumba ya mtu badala ya kwenda kuomba na kusikia neno. Wanataka kuona hiyo siku na angalia. Wanafungua mateso na unaangalia kwa kitanda gani. Nani alikuwa kwa prefect wa nyumba? And their brethren ambao wamekwasika wasaukia ripoti. Unakutana na mimi niko natembea na huyu dada kule town. Si tumejuana, amenijua. Tunatembea hata tunamsalimia habari. Ndugu tubariki siku ile. Mchongezi anatokea. Tumewaona. Mako wameshikana tu hivi. Bega kwa bega. Huyo mtumishi amemshika kwa bega na yeye ameshika kwa bega. Kweli town. Na inapanda na inangojea huyu, inashika huyo, kila mtu sasa anaanza kuongea. Ukifika tao, kila mtu anasema siku hizi mnatangaza hivi na ubiri, kumbe mnakujanga. Kuwekea maneno ambayo hayana maana. Ushawahi wekewa maneno wewe kweli?
kudate, kutafutana kwa maneno, kujuana. Mchongezi ndio ametokea huko. Tunakemea roho ya usherati, roho ya usherati kwa madhabahu, roho ya usherati kanisani, hapa imeshika vijana wanaotembea wawili. Tunakemea roho ya usherati, roho ya usherati. Wewe usherati, toka. Usherati imetokea wapi? Hiyo usherati imetokea wapi? Na hawa ni vijana wanaojaribu kujuana. Unajua kuna wapendwa kanisani wako na spiritometer. Spiritometer is an equipment that we use to measure the kinetic and the spiritual of a brand. Wako na spiritometer. Yaani wako kiroho. Kila kitu kile wanaonanga pepo ndani mwake. Hata ukitembea town lazima kuna demon. Hata ukinunulia mtu chips town lazima kuna pepo nyuma yake. Wengine hata unacheza kwa vizuri. Ndio, mimi sikuwa na mwanzo mzuri. Wengine kule Mungu alitukomboa kweli ni mbali, si kweli? Tulitoka mbali wapendwa. Ambia mwenzako ukiniona niko hapa mpendwa, nilitoka mbali. Ni neema ndio imenifikisha hapa. Sasa ukiniona nacheza, sichezi kwa sababu nakuonyesha. Lakini wenye spiritual ukianza kucheza siku hizo washerati pia wanacheza. Walevi siku hizo wanacheza. Ukiona huyo ndugu anafanya hivyo, hiyo pombe itaisha kwa kichwa. Uchongezi, gossipers. Tuko pamoja. Kusambaza uchongezi ni makosa. Hata kusikiza ni makosa. Yani spreading gossip is sin. Even listening. Kwa sababu kuna wengine wametega tu masikio. Mimi nasikia sitasema. Lakini ukusikiza. Wako na ripoti yote ya wapendwa hapa kanisani. Na kuchukua maneno. That's why people have no secrets in church. Wapendwa wanapitia maneno kanisani, haujui nani utashare na yeye. Kioka mwanza kumwambia, naweza kuambia siri yako ya maisha na uweke. Muulize, can I trust you my secret? Can I trust you? Muulize, can I trust you with my secret? Who can we trust? Ni nani kanisani ninaweza kudhamini na siri yangu? Nimwambie kitu ambacho ninakifanya kisiri. Hakuna mtu anajua. Aweke. Ni nani? That's why unasikia saa hii watu wanajinyonga kanisani, watu wanakufa na pressure, watu wanakufa na ulcers kwa madhabahu. Kwa nini? Wako na maneno, hawana mtu wa kuambia, kwa sababu kanisa limejaa wachongezi. I give you my secret, it becomes the prayer item. Mimi nikija tuniambie wewe mama, yani nimekudhamini mama, niombe. Kwa familia yetu kuna mkia inameanga huruma. Na ninaanza kuona hiyo mkia. Ninaanza kuona saini ya mkia. Tafadhali omba na mimi mama. Mungu anitetee. Siku ya kesha utasikia wakesha, baba, hiyo mkia ambayo inamea kama mgonga pasosea, hiyo mkia tunang'oa. Wewe mkia tunakuyeyusha na moto. Mkia tunakukata. Na kuna wengine kule wanasikiza wasitokee kusema mkia. Ndio maana anaanga koti kila siku, sio? Sasa mwingine anakuja kwa kupitisha ule kweli mkia yenyewe iko hapana. Kwa sababu gani? Ilitokea kwa mchonge.
never keep secrets. People can never be trusted. They are in church. And you have broken the unity of the church because gossip has taken center stage. We need to be united with them. We need to keep the unity of the church. We need to keep a secret. May God give us this. Let's read Proverbs chapter 20, verse 19. As we finish up. Proverbs 20:19. He who goes about as a talebearer reveals secrets. Therefore associate not with him who talks too freely. He who goes about as a talebearer reveals secrets. Therefore associate not with him who talks too freely. He who goes about as a talebearer reveals secrets. Therefore, that's the verse I wanted. A gossip betrays a confidence. So avoid a man who talks too much. Ukipata kumwambia mwaka huu nitachungana na mdomo wako. Mwambie nitachungana na vile unaongea. Avoid a man who talks too much because a gossip betrays a confidence. Nimekufunulia siri. Umeongea na mwingine unaambia na usiambie mtu. Nimekwambia tu wewe na usiambie. Alafu tena nenda naambia mwingine nakwambia na nimekwambia wewe usiambie. In a short while, si kila mtu amesikia. Avoid a man and a woman who talks too much. Hii kanisa, unajua tulianza vizuri na moto, siku hizi kiberiti nimesema. Siku hizi avoid somebody who talks too much. Because watafunua siri. Bwana asifiwe sana. Kiswahili nasema mwenye kitambo akisingizia hufunua siri. Basi usishirikiane naye afunuae midomo yake sana. Afunuae midomo. Bwana asifiwe sana. Lastly, I may not go through the whole thing. Bwana asifiwe sana. Tafsiri jipya la kimataifa New Living Translation inasema, kwa Kiswahili inasema, usimwelezee mchongezi siri yako ikiwa ungependa zitangazwe kwa ulimwengu. Ndio New Living Translation. Kama uko na New Living Translation nasema kwa Kiswahili, usimwelezee mchongezi siri yako ikiwa upendi zitangazwe kwa ulimwengu. Because ukimwambia lazima itatangazwa. And that one breaks the unity of the church. Lastly, the last point, but not on this point, is tumia njia ya Mungu kusuluhisha migogoro. Tumia njia ya Mungu kusuluhisha nini? Migogoro. Maana lazima migogoro itakuwa kanisani. Sijawahi ona kanisa ambayo haina migogoro. Kila mahali tuko na migogoro. Lakini shida zikitokea, tutumie njia ya Mungu ya kusuluhisha migogoro. Amen. Njia ya Mungu namna gani? Matthew chapter 18,
15 to 17. Matthew, that's the verse we're finishing with. Hatuwezi ongea kitu kingine, tutaongea baadaye. Matthew chapter 18 verse 15 to 17. Tumia njia ya Mungu kusuluhisha migogoro. If your brother wrongs you, look at that process. Go and show him his fault between you and him privately. If he listens to you, you have won back your brother. Verse 16. But if he does not listen, take along with you one or two others, so that everyone may be confirmed and upheld by the testimony of 2 or 3 witnesses. Verse 17. If he pays no attention to them, refusing to listen and obey, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a pagan and a tax collector. What is the process? If your brother wrongs you, Biblia inasemaje? Ndugu yako akikukosea, hatua ya kwanza ni nini? Mwendee wewe na wewe wawili, kabla hujatangaza. Tuko pamoja? Endea huyu mama, umwambie mama, si vile ulishuhudia kanisani ulinikwaza na vile ulikuwa umefuta hiyo kitambaa. Kama ilikwaza, kuliko tutoke nje unasikia kwa mwingine, mama, unajua ulikwaza wengine vile ulifuta kitambaa. Ulikwaza wengine wakina nani? Ndugu amekukwaza, ndugu amekukosea, badala ya kwenda kumwambia, you are telling the third party. Yesu alisema nenda kwake kwanza, because we want unity. Akikataa, chukua mashuhuda wawili. Akikataa, peleka kanisani. Sisi tunafanyaje akikwazika kwa pastor shwa? Hawako hapa. Ndugu amepatikana kwa shida kule town. Halo pastor. Nimejionea maneno. Bwana sifiwe sana. Nimejionea maneno town pastor. Endelea kuomba, maombi yako inafanya kazi. Washerati wanakuwa exposed kweli kweli. Pastor anakuja kwanza kusikia maneno na yule ambaye alifanya haujaenda kumwambia. Anakuja kuipa na pastor. Pastor anaita mpendwa kuja hapa. Ni nini ulifanya? Ati pastor nilifanya nini? Tulisikia ulikuwa wapi kukunywa pombe? Ati hapana, haikuwa pombe, ilikuwa kwa restaurant, nilikuwa nakunywa Novida. Novida inafananaga na Guinness. Niko nakufundisha kitu. Sasa ndugu anakuja kusikilia maneno kwa pulpit ambayo ungesuluhisha wawili. Ama uchukue witness. Kile kimenivunja moyo wapendwa, ni wakati ninaulizwa na mtu kule nje yale maneno ambayo ningesuluhisha na mtu mmoja. Kweli kabisa. Yaani mke wangu niende kwa majirani ndio nasikia kwa mke wangu aliambia watu maneno ile baya nimefanya na hajaniambia. How will I feel? Mama, uambiwe na wanawake wengine vile bwana wako alisema na hawajawahi kukuambia. Pengine unatembeaga kama bata. Ameenda kuambia wengine kule nje. Huyo mama mbimusi ile ama ni bata mzinga. Na hajawahi kukuambia mwenyewe, mama, I don't like the way you walk. How will you feel? Unasikilia kwa mama wengine anakuambia, mama, mjifunze kuvaa. Mjifunze kuvaa. Mnafukuza mabwana kwa sababu ya kuvaa. Na mume wako mwenyewe anakuambia vile ya kuvaa.
Jesus says, kwanza enda uambie huyo ndugu kwanza. Akikataa, chukua mtu wa kushuhudia. Na hapa kushuhudia, usichukue rafiki yako. Usichukue mtu wa kukuunga mkono. Mwambie. Ushawaenda kwa makanisa na ubiri labda unasema, tell them. Ushasikia watu wakihubiri. Unahubiri unasema, tell them. Waambie. Nikana kwamba yeye hayuko kwa hiyo program. Yaani ujumbe si yake. Ni kwa sababu kuna mtu anajua alifanya makosa. Sasa akisema mwambie, alafu anaangalia kama anaona, mwambie. Because of something you never spoke about. Tusiowepeswa kukimbiza maneno. Unaweza fika mbele upate aibu kwa kweli. Utasuluhishaje? Umeongea na imepatikana si ukweli. Utafanyaje? That's why Jesus says, go first, tell your brother. If he agrees, we shall. Akikataa, tafuta witness. Akikataa, peleka kanisani. Akikataa, tunatupa yeye nje. That's the process. But the brethren ambao wamekosika kanisani because of something else. Haiko mpaka unasikia pale unasema na siangekuja tu aniambie. Siangekuja tu anielezee kama ndio ile kwanza. Siangeniambia. But already just let go. Let's be a shield to the church. Let's protect the unity of the church. Bwana asifiwe sana. Lastly, for us to protect the church, we must honor our leaders. Lazima tuheshimu viongozi. Na wapendwa, hapa ndio wa Nigeria na Waganda na Watanzania wanashikia wa Kenya. Heshima. Bwana Yesu. Nienda kuhubiri Kampala, wapendwa karibu nitoroke. Yaani kila kitu wamepiga magoti sio. Yaani ile heshima. Mpaka hata ukitoka hapo wewe unasikia tu anointing inashuka. Hata kunawisha maji sio. Kuja Kenya wewe. Ati wa mama anakunawisha. Mpaka unyoshe mkono juu unawie huko tu. Yana mesi. Na hivi ndio tunatreat wahubiri pia. Unatreat pastor casually. Yaani ni kama ndugu yako, ni kama dada yako. Unasema na wewe pastor umemwona tu juzi. Sasa nataka kujifanya hapa na grace. Yaani anajifanya anapanuka. Honor. Respect. To keep the unity of the church. Amen. Time imeisha. We must keep the unity of the church. If you want to see blessings, if you want to see breakthrough, if you want to see miracles, if you want to see signs, if you want to see expansion this year, we must keep the unity of the church. Amen. And above all, forgiveness is the key. Forgiveness. Forgiveness. Wapendwa, forgiveness. Msamaha ni ngumu sana. Jaki ukweli. Mtu asikudanganye kusamehe ni rahisi. Atakuja kwa kulipiwa wapendwa samehe, wachilia ni ngumu. Kwa sababu kuna wengine walikukwaza mpaka ukifikiria jinsi ya kumsamehe. Kilemea mizizi. But because of the kingdom, because of the unity, we must forgive. There are things that happened in my life that it took a long time to forgive.
nikiwa ninalelewa bila mama ambaye ilikuwa ni ngumu sana kuwasamehe. But because of ministry, because of keeping the end of the church, ilibidi nisamehe. But it is not easy. Bwana siweza. Kuna kitu kilitendeka. Fact, hicho kusema kweli nimesamehe tu juzi. But ni kitu kilitendeka 84. But it's just taken all this long to forgive. Makosa ambayo niliwekelewa 1984. Nikapigwa, nikachomwa na mafuta taa. Nikatolewa nguo, nikakatakatwa kwa mgongo na wembe kwa makosa sikufanya. It was a pain. It was kidonda. Because of the kingdom, because of the unity of the church, because of going to heaven, I had to forgive. Ni nini wewe umefanyiwa ambacho usisamehe? Ni nini? Forgive and let it go, and the church will be united. Tuko pamoja? Forgive. Mara nyingi nimetoa ushuhuda huu kuweza kutia mtu moyo. Mimi kwa muda mrefu nilikuwa sipendi kunywa chai ya maziwa. Chai ya maziwa. Mpaka nimeoa mke, mama anapika chai fupi. Akiweka tu kwa meza, nikikumbuka lile jambo na ninawacha chai. Siku moja mke wangu akaniambia, baba, utaniambia ukweli. Kwa nini yani chai ndio napika vibaya? Ama sukari ndio siweki? Ama unataka nikupikieje? Kaniambia you tell me the truth. It was so hard to forgive. Mpaka nikamwambia mama, nilipokuwa mdogo, kwa vile sikulelewa na mama yangu aliwachana na mzee nikiwa mdogo, nilelewa na mama wa kambo. Na ndio nawakuambia, kama uko hapa na wewe ni mama wa kambo, unalea watoto wa mwenzako, usimistreat watoto wa mwenzako. Usichukue wako ndio bora kuliko wako. Usiwape wako chakula kingi na wamjane unawacha. Mama alikuwa akipika chai. My stepmother alikuwa akipika chai. Mimi napewa chai kwa kikombe kubwa, ile tunaita lisubira. Ilikuwa either green, yellow ama red. Wamejaza chai. Hao wengine wanapewa kwa vikombe vidogo. Mimi napewa kikombe kubwa. Sasa mimi nilikuwa nafikiria huyu mama ananipenda sana, ndio maana ananipea chai. Kumbe kulikuwa na kitu kinatendeka behind the scenes. Siku moja ndugu yangu mdogo akaingia jikoni, kama mama ndiye ametoka tu kukojoa kwa kikombe cha chai. Ndiye ametoka kukojoa na akajaza hiyo chai. So kani banaanza kunywa, kale katoto kaniambia, ona anakunywa chai ya masusu. Ndio nikasema chai, yani moyoni nikasema chai ya masusu. Na mama kunywa ni chai anakata kwa kikombe, kunywa haraka. Sasa mimi nikakunywa chai. Kumbe nusu ilikuwa ni makojo, nusu ni chai. Kama ni wewe utafikiriaje? Na moyo ya kunywa chai ya maziwa. Yaani nilikuwa nikianza kukunywa nikikia masusu. Wishi. It was not easy for me. Na sasa huyu mama anakojoa ndani ya chai na kwa siku zake za mwezi. Sasa anakunywa hiyo chai na kuna wakati
alikuwa na ugonjwa wa kaswende. Amekocha, yaani mimi nakunywa chapa yeye. Mungu atusamehe. Ili ni karibu kumsamehe huyo mama. Because ilibidi niende kwake. Akapika hiyo chai wanapika. Nikamwambia mama sikuiti. Kwa nini? Nikamwambia mama, sijui kama umekojwa ndani. Akaniambia wajibu, nikamwambia unakumbuka siku zile ulikuwa unakojwa kwa chai. That's why I don't want to take this. I wanted to break that curse. Nitaka kuvunja hiyo laana because nimeibeba na lazima nimwambie. Ndio yeye aliniambia ya kwamba kuna wakati nilikuwa nakojwa kwa chai hiyo na niko kwa siku za mwezi. Kuna wakati nilikuwa na ugonjwa, baba yako aliniambukiza ugonjwa nikawa nakojwa. Ndio nikajulia hapo. Yaani neema Mungu. Ndio maana niliandika ile wimbo, kama si Bwana kuwa msaada wangu, nafsi yangu ingeisha. Unakunywa chai ya syphilis. Chai imeenda ndani ya mwezi. That one will hurt you. That one will pain you. But because I want to go to heaven, because I want the unit of the church, I had to forgive. You must forgive. Let's talk about prayer. I don't know what you're holding. I don't know what is troubling you. Because God wants to keep the unit of the church. Mungu atakuweka umoja wa kanisa. But there are small things that are making us not to be united. Kuna mambo ambayo yanatusababisha. Na mtano leo pendwa, we need to remember we have one church. We need to remember that we have a brother, we have a sister in church. Lazima tukumbuke kwamba Mungu anaangalia madhabahu haya. Ndio maana ameleta maneno haya siku ya leo, jinsi ya kuwa ngao kwa kanisa, jinsi ya kulinda ushuhuda wa kanisa. Mambo madogo ambayo yametuvunja moyo, yametudiscourage, yametukwaza, yamesababisha wapendwa wamerudi nyuma. Wapendwa, mwaka huu ni mwaka wa kumwambia Bwana, tunataka tulinde kanisa. Nataka usimame kwa miguu yako. Kuna jambo unaweza kumwambia Mungu. Mchana wa leo unaweza kumwambia Mungu. Kuna area inataka. Kuna area ya kwenda kuongea na mtu. Kuna area ya kusamehe. Kuna area inataka kumshughulikia. Nataka unyoshe mikono yako mbele za Bwana. Nataka uchike mbele za Bwana. Pengine hujalinda ushuhuda. Umekuwa mchongezi kwa njia moja au nyingine. Pengine hujazingatia mambo madogo madogo.